Kombe la Dunia msimu huu limeshirikisha na bado linaendelea kushirikisha rekodi ambayo haijawahi kuwekwa popote. Jumla ya wachezaji 1248 wakiwemo hawa hapa ambao kuna wengine bado wanaendelea na mashindano na wengine safari wameshaiaga, lakini kitu ambacho leo dunia imekishuhudia na kukisikia ni kuhusiana na msiba mzito wa kuondokewa ama kumpoteza Jayden nyota huyo Jayden Adams, nyota wa Bafana Bafana kwa maana timu ya soka ya taifa hiyo ya Afrika Kusini. Lakini pia huyu ni nyota wa Mamelodi, kiungo huyo Mamelodi amejiunga na timu akitokea Stellenbosch bila shaka. Lakini kuna mengi yanazungumzwa. Taarifa rasmi ambayo imetolewa na waziri wa michezo Afrika Kusini, hakuna mahala popote ilosema kwamba ama ilotaja chanzo cha kifo chake, lakini nimekufahamisha kwamba ni mchezaji ambaye alikuwa sehemu ya kikosi cha Bafana Bafana katika fainali hizi za Kombe la Dunia na alikuwa sehemu ya wale ambao wameifikisha Bafana Bafana kwenye hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza ya Kombe la Dunia, James. Lakini taarifa hii inakuja wakati ambapo Shafi Dauda mwenzetu yuko Miami, alikuwepo katika safari hiyo ambapo Waafrika na Afrika Kusini wenyewe walishuhudia mchango wa nyota huyo. Shafi, pengine nini hasa ambacho kinazungumzwa baada ya taarifa hii ambayo imeshtua kidogo? Ni muda mchache tu tangu waondolewe kwenye fainali hizi za Kombe la Dunia. Kwa kweli ni taarifa ambayo imeshtua dunia nzima, kwa sababu ni mchezaji ambaye alikuwa na kikosi cha Bafana Bafana kama ulivyotoka kueleza hapo awali, na alicheza vizuri, akaondoka vizuri kurejea nyumbani. Baadaye ghafla zinaleta taarifa za kifo chake, na kwa bahati mbaya hazikutoka taarifa rasmi nini hasa ilikuwa chanzo cha kifo chake. Kwa hiyo baadaye media zikaanza kuripoti taarifa mbalimbali, lakini mpaka sasa hivi hakuna taarifa rasmi ambayo imesababisha kifo cha bwana Jayden, lakini ni taarifa ambayo imewagusa watu wengi na wengi wamesikitika kusema ukweli, na kikubwa hasa ni kujua ni nini hasa kimesababisha kifo chake, na ambayo taarifa hiyo mpaka sasa hivi hatuna. Katika mazingira kawaida, labda pengine tutarajie kunaweza kawa kuna ile moment of silence, kwa maana ya watu wakasimama dakika moja angalau ya ukimya kwa sababu amecheza Kombe la Dunia. Sina taarifa hiyo kusema ukweli. Ndio nasema katika mtazamo pengine tutarajie au kwa uzoefu wako. Kwa uzoefu wangu unajua, kwa bahati mbaya mashindano makubwa kama haya ya FIFA yana protocols nyingi, yana vitu vingi, yana interest nyingi. Kwa hiyo wakati mwingine kuna mambo huwa yanatokea, huwa yanapita tu. Kwa hiyo sitashangaa pia na hili likapita tu kwa kutokana na mfumo wa haya mashindano, maandalizi, muundo, na kila jambo ambalo linakuja likiingia manake linaharibu mfumo mzima wa mambo yao. Kumbuka hii event nyingi ambazo unaziona ziko scripted tayari na wameshaandaa kwa muda mrefu, sio jambo ambalo linafanyika hata kwa